Hali gani mtazamaji wa Come TV Tanzania, karibu Come TV Matukio. Halmashauri ya mji wa Mbulu imeadhimisha siku ya wanawake duniani eneo la kata ya Gahandu, ikiwa ni sehemu ya maandalizi makubwa ya maadhimisho yatakayofanyika mkoa wa Manyara mnamo Machi 8 mwaka 2026. Maadhimisho haya mwaka huu yanaongozwa na kauli mbiu isemayo haki ya usawa wa wanawake na wasichana ni msingi jumuishi kuelekea dira maendeleo mwaka 2050. Wanawake tunapambana kufanya shughuli za kiujasiriamali ili kuinua kipato kwa familia. Muda mwingi majukumu na mahitaji ya familia huanzia kwa mama, kwa kuwa ndiye yupo karibu zaidi na watoto. Mgeni rasmi katika maadhimisho hayo ni Mheshimiwa Justina Alcadius Rahi, mbunge wa viti maalum mkoa wa Manyara. Aidha, wageni wengine waliohudhuria ni pamoja na mkuu wa wilaya Mbulu Mheshimiwa Michael Semindu pamoja na mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Mbulu ndugu Sylvester Ombai. Halmashauri ya mji wa Mbulu inaendelea kupokea vifaa mbalimbali kwa ajili ya kuwezesha utolewaji wa huduma ya afya kama vile vifaa vya kuwasaidia watoto wachanga kupumua, mashine ya dawa ya ganzi pamoja na kifaa cha kumsaidia mama wakati wa kujifungua. Pia serikali imeweka utaratibu wa kadi nafuu ya matibabu ambapo kaya itachangia shilingi 1,500 tu kwa mwaka na kuweza kupata huduma ya matibabu kwa wanakaya 6. Wanawake mjitokeze kukata bima ya afya. Ndugu wananchi, wito kwa kila mmoja wetu, ni vyema kutambua kuwa umoja, mshikamano na uwajibikaji ni nyenzo muhimu katika kufikia haki na usawa wa kijinsia ili kuharakisha maendeleo ya taifa letu. Nia ya kusema tunahitaji usawa tunautaka katika mambo ya kiuchumi, elimu. Sawa ndugu zangu, usawa tunaosema kina mama hapa, tusitoke hapo tukaenda kupangiana zamu na kina baba za kupika tukisema leo tumefundishwa usawa. Katika maadhimisho hayo, Mheshimiwa Rahi amepata fursa ya kutembelea na kuzungumza na wajasiriamali waliokuwa wakionyesha shughuli zao za kiuchumi, ambapo amesisitiza umuhimu wa wanawake kuendelea kujituma katika shughuli za maendeleo na kiuchumi. Hongereni sana. Na nipongeze pia mkurugenzi, kama kikundi kilichojitahidi kwa kiwango hiki wameweza kupata mkopo, hongereni. Ni kikundi cha kuigwa. Vitu vyao vina viwango, vifungashio vina viwango, niwapongeze sana. Hata hivyo mliposuka naona vina viwango vikubwa sana. Kwa hiyo niwapongeze, na kama hamna changamoto ya mitaji basi niwaombe kina mama wengine muendelee kuwepo kwenye vikundi vya ujasiriamali. Sawa ndugu zangu, tutapewa utaratibu. Najua kuna changamoto ya mitaji, mnaweza mkaika kutoka kwenye kikundi hiki. Kwanza wanapata mtaji kutoka kwenye SACCOS yao ya wanawake, na mimi natumaini wanawake wengi wako kwenye SACCOS. Lakini vile vile kuna mikopo mingi ikiwepo ya halmashauri, lakini mikopo ya wajasiriamali. Maadhimisho hayo yaliambatana na utolewaji wa elimu mbalimbali. Akizungumza katika hafla hiyo, Dr. Tommy Kisimbe ambaye ni makamu mwenyekiti wa maafisa ustawi wa jamii halmashauri Tanzania amewataka wanawake kutafakari siku hii na isiwe kama sherehe tu, bali iwe kama fursa ya kutathmini changamoto wanazozipitia wanawake na namna kuzitatua. Mimi nimefurahi kwa sababu moja ya kitu ambacho nilitaka kufundisha tayari mmeshakifanya. Hii siku haikuanza kama sherehe peke yake, lakini hii siku ilianza kama maandamano ya wanawake ambao huwa wanadai haki zao. Sasa sisi tujiulize swali moja tu kwamba je, maadhimisho ya siku ya wanawake leo hii inasimama kama sherehe au inasimama kama kumbukizi? Je, wanawake kiujumla wanatafakari kuwa hii ni siku yao leo, wanaitafakari yale ambayo wanapitia? Shirika la Afya Duniani WHO, UNICEF wamemtaja mwanamke kama ni moja kati ya kundi ambao wanapitia unyanyasaji na ukatili wa kijinsia. Aidha, Dr. Tommy Kisimbe amesisitiza ya kuwa ni wakati sahihi wa wanawake kujikita katika malezi na maendeleo ya mtoto. Sasa huyu mtoto ambaye tunamzungumzia, jamani, si mali ya mzazi. Huyu mtoto ni mali ya jamii na taifa. Lazima tulielewe hilo. Lakini huyu mtoto naye anaingia katika kundi mojawapo ambao linapitia madhira mengi, linapitia shida, dhiki, lakini na unyanyasaji. Utajiuliza nani sasa wa kulaumiwa hapo? Je, ni wazazi au ni nani?
Kwa kuwa tumeanza kwa kusema kwamba jamii nzima, mtoto tunamtambua kama ni mali ya jamii nzima, itarudi kwa jamii nzima. Huyu mtoto ambaye tunamuona ubongo wake unashika kuanzia akiwa na miaka kwa ile 0 mpaka miaka 8, pale ndo unaweza ukamtengeneza yule mtoto ambaye unamtaka wewe. Baba, kuna dhana ambayo inaendelea huko mtaani kwamba dawati la jinsia na watoto ni kwa ajili ya kina mama na watoto. Hapana. Dawati la jinsia ni kwa ajili ya watu wote, jinsia zote, kina baba, kina mama na hata watoto. Kuna kina baba wanaopigwa huko nyumbani. Usiogope kufika kitengo cha dawati la jinsia na watoto. Fika, huduma zetu zinatolewa kwa usiri na kwa upendo kabisa. Kwa upande wake, Asha Saidi Tengo, afisa maendeleo ya jamii halmashauri ya mji wa Mbulu na mratibu wa maadhimisho haya, amesema ya kuwa lengo la maadhimisho haya ni kuielimisha jamii kutambua, kuthamini na kuheshimu mchango mkubwa wa wanawake katika maendeleo ya jamii. Kauli mbiu ya mwaka huu inasema haki na usawa kwa wanawake na wasichana, msingi jumuishi kuelekea dira ya maendeleo 2050. Kauli mbiu hii inataka kutoa wito kwa jamii kutambua, kuthamini na kuheshimu mchango wa mwanamke katika jamii na jitihada zake, kwa sababu tunatambua kwamba wanawake wana mchango katika maendeleo ya taifa letu, kuanzia ngazi ya familia, kuanzia ngazi ya kata mpaka ngazi ya taifa. Kwa hiyo tunafanya maadhimisho haya ili kutoa hamasa kwa jamii kusapoti jitihada za wanawake, kuzitambua na kuziheshimu na kumpa thamani mwanamke. Hawa ni miongoni mwa wajasiriamali walioshiriki katika maadhimisho haya. CAMTV Tanzania tumezungumza nao na wao wamezungumza jinsi ambavyo wanavyofanya kazi zao na jinsi ambavyo taasisi mbalimbali zimekuwa zikiwasapoti katika shughuli zao za ujasiriamali. Ni msindikaji wa bidhaa za chakula ambazo mazao yake yanalimwa hapa kwenye wilaya yetu ya Mbulu. Kuna mazao ya alizeti ambayo tunasindika mafuta ya alizeti. Kuna mazao ambayo ni ya mahindi, maharage, maboga na mikunde ambayo tunasindika pia tuweze kupata bidhaa mbalimbali. Pia ni kutokana na elimu tunazozipata kupitia taasisi mbalimbali kama taasisi ya TCCIA, wamekuwa kipaumbele sana kutupatia elimu mbalimbali za namna ya kufanya maonyesho, namna ya kuandaa bidhaa, namna ya kuongezea thamani bidhaa mbalimbali, ambayo imetuwezesha mpaka leo hii tumefika hapa, pia na kuziweza kumudu baadhi ya gharama za kuweza kushiriki. Kwa hiyo tunapenda pia kushukuru hizo taasisi, zimetuwezesha sisi leo kuweza kukamilisha tukio hili. Ninashukuru kutoa shukurani kupitia halmashauri, mikopo ya wanawake ile 10% tumepata, imetuwezesha. Vile napenda kuwashukuru TCCIA, wamekuwa bega wa sisi elimu kutupatia, kutuwezesha kwenda makongamano mbalimbali ya wanawake. Na vile napenda kutoa wito kwa wanawake, tarehe 8 tukio la mkoa wanawake, tunaomba tuhudhurie sana. Burudani na ujumbe wa kijamii kupitia fashion show ulioonyeshwa na wanafunzi wa shule ya sekondari Gahandu imekuwa ni sehemu muhimu ya kuhamasisha na kuonyesha umuhimu wa watoto wa kike katika jamii. Ninalileta vazi la ubunifu, soka mbele wa kuone. Kwa majina naitwa Priska Nabanse Rashid, natokea Arusha ila nasomea hapa Gahandu. Tumetoa masomo mbalimbali, mfano mwanamke anaweza kuwa mkulima, mwanamke anaweza akawa daktari. Licha ya hiyo yote, ukisahau yote, mwanamke pia anaweza kuwa mwanamke bora nyumbani kama mke bora. Leo ni siku ya maadhimisho ya wanawake duniani. Tukiwezeshwa tunaweza. Gahandu Secondary School, education for self-reliance. Endelea kufuatilia CAMTV Tanzania kwa habari na matukio mbalimbali. Usisahau kusubscribe, kutufollow, kushare pamoja na kucomment. Jina langu ni Mr. Cam.